Uhali gani hapo ulipo mtazamaji wa Nyikani TV. Asante kwa kuendelea kusubscribe, na ni habari njema ambayo niwape kwanza kwamba ninashukuru kwa nyinyi nyote, kwa sababu mpaka muda huu ni takribani watu 50,500 ambao tayari tunaungana kwa pamoja, yani ambao wamesubscribe. Na kila hatua pia nitaendelea kuwajuza kwamba kwa sasa tuko ngapi, lakini pia naamini kabisa mtazamaji, nawe unaona hapo ukiangalia habari yoyote kwenye Nyikani TV unaona kwamba tuko ngapi ambao tumesubscribe, yani wote ambao tunaungana kwa pamoja. Asante sana, na kwa yule ambaye hujasubscribe tafadhali ninakuomba endelea kusubscribe na mwambie na mwenzako, lakini usiache kushare, kulike, lakini pia kutoa maoni yako katika comment selection. Awali ya yote nitoe pole kwa ndugu zetu wa Kenya kwa kuondokewa na mtu muhimu sana katika taifa la Kenya, katika siasa za demokrasia ya Kenya, na huyu si mwingine ni Raila Odinga ambaye amefariki huko nchini India na mwili wake kuletwa katika nchi ya Kenya kwa ajili ya kusubiria maziko hapo siku ya Jumapili. Na Nyikani TV tutaendelea kukuletea taarifa mbalimbali zinazohusu ndugu yetu ama zinazomhusu ndugu yetu aliyelala, ndugu yetu Raila Odinga kutoka nchi ya Kenya. Baada ya hapo niombe sasa tuende moja kwa moja kutafakari kuhusiana na tukio ama jambo ambalo limeenea kwenye mitandao ya kijamii sana hivi karibuni, na si lingine ni suala la mwenzetu, ndugu yetu Mtanzania Mheshimiwa Humphrey Polepole ambaye alikuwa balozi wa Tanzania katika nchi ya Cuba, lakini kabla hajaenda katika nchi ya Cuba alikuwa balozi katika nchi ya Malawi, ambapo aliteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa ninaziona sura tatu za ndugu yetu Polepole. Ni sura gani? Sura ya kwanza ya Polepole ni sura ya katiba mpya. Polepole wa katiba mpya alikuwa ni Polepole ambaye alikuwa ni tegemeo kwa Watanzania walio wengi, kama nilivyowahi kusema huko nyuma kwamba Watanzania wengi wamepigika kweli kweli, hivyo wanahitaji faraja kutoka kwa kiongozi ama Mtanzania mwenzao miongoni mwao ambaye ni mnyofu. Na katika namna ile ile Polepole aliyekuwa wa katiba mpya ama mabadiliko ya katiba alipokuwepo kwenye ile tume, hakika alikuwa ni mtu ambaye kila mmoja alitaka na kuomba ama kuwa na shauku ya kumsikiliza mara kwa mara, kwa sababu alikuwa anazungumza vitu vingi ambavyo vina maslahi mapana sana katika nchi ya Tanzania. Na mpaka alifikia hatua kusema licha yeye kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini akasema kwamba atazunguka nchi nzima endapo CCM itaondoka kwenye misingi yake kuambia Watanzania waikatae CCM. Polepole huyo ni mmoja. Polepole wa pili ama sura ya pili ya Polepole alikuwa ni yule Polepole Humphrey Polepole wa hayati John Pombe Joseph Magufuli. Polepole alipokuwa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, yeye hakuwa kama Mtanzania wa kawaida hivi. Hakusikiliza jambo lolote lalamiko lolote la Mtanzania yeyote kuhusiana na serikali wala Chama cha Mapinduzi. Huyo ndiye alikuwa Humphrey Polepole wa sura hiyo ya pili ya Polepole wa Magufuli. Lakini alikuwepo Polepole ama yupo Polepole wa sura ya tatu. Huyu ni Polepole wa Samia Suluhu Hassan. Polepole wa Samia Suluhu Hassan alianza na shule ya uongozi, akikosoa serikali kwa namna moja ama nyingine, yeye akiwa bado ni kiongozi, akiwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kuteuliwa kuwa mbunge wa bunge hilo, na hatimaye akaondoshwa nchini kwenda kuwa balozi, na baadaye akajiuzuru nafasi ya ubalozi, akawa Humphrey Polepole sasa mwingine tena ambaye alirejea kule kwenye asili yake ya Polepole yule wa mabadiliko ya katiba mpya. Hizi ni sura tatu ambazo naziona katika mwenendo wa Humphrey Polepole. Lakini yako maswali kama matano hivi ya kujiuliza kutokana na hiki ambacho kinaitwa tukio lililokuwa limemtokea
Humphrey Polepole kwamba kuvamiwa nyumbani kwake na kutoweka ama kutoroweka na watu au kutoroka nao watu ama kutekwa na watu ambao inadhaniwa kwamba walimvamia akiwa jijini Dar es Salaam nyumbani kwake. Lakini hapo nyumbani kwake inaonyesha kwamba ni nyumba ya kupanga. Maswali yangu matano ni kama haya yafuatayo. Swali la kwanza ninajiuliza, kama hiyo nyumba sio ya Humphrey Polepole, maana yake yupo mwenye nyumba. Je, mwenye nyumba anasemaje kuhusiana na mpangaji wake huyo Humphrey Polepole? Na je, Humphrey Polepole mwenyewe ndiye aliyepanga? Swali la pili ninalojiuliza ni kwamba kama sio Humphrey Polepole aliyekuwa amepanga hiyo nyumba, ni nani aliyepanga hiyo nyumba? Je, maswali haya tumewahi kujiuliza na kupata majibu yake? Swali la tatu ni kwamba je, nyumba hiyo aliyokuwa anaishi Humphrey Polepole ina mlinzi? Kama inaye mlinzi, je, mlinzi wa nyumba hiyo yuko wapi na anasemaje? Je, alikuwepo siku ya tukio au nyumba ilikuwa haina mlinzi? Swali la nne ni kwamba hiyo nyumba ambapo alikuwemo Humphrey Polepole ilikuwa na kamera? Na kama ilikuwa na kamera, kama jibu ni ndio ilikuwa na kamera, je, kamera hizo zipo? Zinaonyesha nini? Zinaonyesha watu gani? Lakini swali la tano ambalo ninajiuliza na sisi sote tujiulize katika suala zima ambalo linaenea kuhusiana na jambo linalosemekana kwamba kutekwa kwa Humphrey Polepole. Swali langu la tano ambalo tunajiuliza, baada ya Humphrey Polepole kutekwa, nani alitoa taarifa kwa ndugu zake na Polepole kuhusiana na tukio hilo? Yuko wapi? Haya ni maswali matano tu ambayo nimejaribu kwa leo ili tutafakari kwa pamoja, tujiulize maswali haya matano kwa pamoja, lakini pia tusisahau sura tatu za Humphrey Polepole ambazo nimezieleza hapo juu kwamba sura ya kwanza ya Humphrey Polepole kulikuwa na Polepole yule wa katiba mpya, lakini akaja Polepole wa Magufuli na akaja Polepole huyu sasa wa Samia Suluhu Hassan. Katika haya ama katika sura hizi tatu za Polepole, unamuona Polepole halisi ni yupi? Tujiulize na kutafakari huko tuendako. Lakini kama Watanzania na nchi zingine, tuendelee kuambatana katika maombolezo ya wenzetu nchini Kenya kufuatia kifo cha mwanadiplomasia, mwanademokrasia, si mwingine kinara wa demokrasia katika nchi ya Kenya, si mwingine lake jina Raila Odinga. Nami langu jina ni Godoni Kalulunga, na kutakia wakati mwema. Tutafakari kwa pamoja haya ambayo nimekuletea hapo juu katika muktadha mzima wa tukio la ndugu yetu Humphrey Polepole, lakini alikotoka, alipokuwepo na sasa nani anajua yuko wapi? Tutafakari.